Leo tumetembelea mtaa mmoja wa Mshikamano katika shule ya msingi Mshikamano pamoja na Mbezi Inn Sekondari. Lengo kubwa ilikuwa ni kujionea hali ya utoaji wa elimu, kujionea hali ya malezi na namna wanavyohimiza maadili na uzalendo katika shule hii, lakini pia namna ambavyo wanaendelea kujenga utamaduni wa usomaji wa vitabu kwa wanafunzi wetu, kujionea hali ya miundombinu, hali ya ufaulu, lakini vile vile hali ya kiutumishi katika shule hii na kuona mafanikio yaliyopatikana, lakini vile vile endapo kuna changamoto ambazo tumezisikia, kuona namna gani ya kuweza kuzitatua. Kipekee niendelee kushukuru sana serikali yetu chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuweka mkazo katika upatikanaji wa elimu iliyo bora kwa taifa letu, lakini zaidi sana kwa namna ambavyo ameendelea kuwekeza kupitia miradi mbalimbali ya uboreshaji wa elimu sekondari SEQUIP pamoja na uboreshaji wa elimu ya msingi BOOST, mradi wa EP4R na miradi mingine mbalimbali. Lakini kipekee namna ambavyo ameendelea kuhakikisha taratibu mzima wa sera ya utoaji wa elimu bila ada unavyoendelea, na nimejionea pia katika shule hizi mbili namna ambavyo imeendelea kuwa msaada mkubwa, ukitambua kwamba wananchi wetu wengi ni wa kipato cha chini na wengine kidogo kipato cha kati. Kwa hiyo niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara yetu ya elimu kwa namna ambavyo wanaendelea kusimamia hili. Lakini vile vile kama manispaa tuna changamoto ya uhitaji wa madawati kama 4000 ambayo tunajitahidi katika mwaka ujao wa fedha. Changamoto hii tunaamini itakuwa ni historia. Tayari manispaa imeshaanza kusambaza madawati mbalimbali, mfano katika shule ya msingi Mshikamano kwa mwaka ujao wa fedha watapata madawati 80, lakini tunaamini pia hali itaendelea kuimarika. Kwa hapa shule ya sekondari Mbezi Inn, walau kwa upande wa samani za wanafunzi changamoto sio kubwa sana, lakini tutaendelea kulifuatilia kuhakikisha viti na meza hizo zinaendelea kupatikana. Lakini vile vile tumeona changamoto mbalimbali ambazo wanazo haswa katika vifaa vya kudurufu mitihani pamoja na nyaraka zingine, na kwenye eneo hili tunashukuru kwamba tayari manispaa iliweza kusaidia, lakini na sisi na mimi kama mbunge pia nitaweka nguvu kuhakikisha kwamba tunawapatia fotokopia pamoja na laptop. Lakini vile vile nimewaahidi katika swala zima la ukarabati madarasa 10 katika shule ya Mbezi Inn, kuangalia kwenye mapaa kuweka mabati, lakini pia katika sakafu kwa maeneo ambayo yatakuwa yamepata changamoto tutaona namna gani ya kuweza kuyakarabati kuweza katika hali iliyo bora ya kisasa. Lakini pia tumewaahidi kuleta smart TV ambayo itaanzisha darasa la smart class ili kuweza kusaidia, lakini pia tutaweka router ya internet na kuwajazia material yote ya vitabu yanayohitajika ili kuboresha utoaji wa elimu katika shule hii. Tumekuta kuna changamoto kwa hapa shule ya Mbezi Inn ya upatikanaji wa maji. Maji yapo tayari na tunashukuru pia manispaa ilishaleta matenki mawili ya sim tank ya lita 5000. Tunaangalia pia kwa kuwa kuna kisima katika shule ya msingi Mshikamano, kuona kwa mujibu wa maelezo ya wataalamu nini kinaweza kufanyika kuunganisha nguvu na kuweza kutoa maji yale ya kisima katika shule ya msingi Mshikamano kuweza kuyaleta pia hapa katika shule yetu ya sekondari ya Mbezi. Niwashukuru kwa mara nyingine tena walimu kwa namna ambavyo wameendelea kufanya kazi vema, lakini wapongeze pia hapa katika shule yetu ya Mbezi Inn Sekondari wanapokea pia wale watoto ambao walipata changamoto ya ujauzito wakarudi mashuleni, na mpaka sasa tayari wameendelea na wanafunzi kama 74, na wako watoto ambao wamepata mpaka division 2, wengine division 1, na kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana. Mimi niendelee kutoa rai kwa watoto na wananchi wa kata ya Mbezi wajue huduma hii ipo kwa watoto ambao walikuwa wamekatisha masomo kwa muda, walipata changamoto ya ujauzito au kukatiza masomo kwa changamoto nyingine mbalimbali. Asante sana na washukuru sana kwa ziara hii. Chukue nafasi hii kukushukuru tena na tena, lakini tunakukaribisha tena uweze tena kufanya ziara nyingine. Tunajua una majukumu mengi ya kiserikali kwa sababu Mheshimiwa Waziri ni unatumikia nchi nzima kwa ujumla, lakini upatapo nafasi tunakukaribisha tena hii ziara iweze kuendelea katika jimbo lako la Kibamba, tuendelee kutenda kazi pamoja na kupokea yale mazuri ambayo uliahidi kwa wananchi wa Kibamba. Asante sana. Hizi ziara sasa iwe ni sehemu ya kuwa unakuja na sisi tunapokuona umekuja ndio tunaongea mambo mengine na kuweza kuwe mwenyewe kujionea. Hata tunapoenda kule halmashauri tunashirikiana kwa pamoja ili tuhakikishe kwamba watoto wetu hawakae chini. Natambua sana mchango wako, ninakushukuru. Ziara hii ni ya kwako mheshimiwa. Na kwa sababu ziara hii ni ya kwako umeshatoa maelekezo. Maelekezo uliyotoa kwenye kata ya Mbezi
mimi ninaenda kuyasimamia vizuri sana.